popote ulipo, bado upo, kwa kuwa kunayo kila sababu inayokufanya wewe uwe hapo, wewe uendelee kuwepo, na si baadhi tu ya sababu, bali kunayo kila sababu inayokufanya wewe uendelee kuwepo. Na huyu ni Antigwinyo. Ninazungumza kuhusu uwepo sehemu ya 21. Popote ulipo, haupo tu kama upo, ila bado upo, kwa kuwa kuna kila sababu zinazokufanya wewe uwepo, wewe uendelee kuwepo, na si baadhi tu ya sababu zilizojichagua, kwamba kwa baadhi hizo ndio zinazokufanya pekee uwepo, bali kunayo kila sababu zinazokufanya wewe uwepo, ikimaanisha kwamba sura ya mwonekano ulionao huo mmoja umebeba kila sababu inayo kila sababu za wewe kuwepo hapo. Kwa hiyo haupo hapo kwa bahati mbaya tu, haupo hapo kwa kukosewa, ila bado upo, kwa kuwa kunayo kila sababu inayokufanya wewe uwepo. Jinsi ya sura ya mwonekano wako huo ndio ulio kila sababu, na si baadhi tu ya sababu. Jinsi ulivyo hivyo ndio kila sababu inayokufanya wewe uendelee kuwepo, si tu katika ndoa hiyo, si tu katika wazazi hao, si tu katika watoto hao, sio tu katika taifa hilo, bali katika uwepo wa kila kitu, katika kabila hilo, katika taifa hilo, katika ulimwengu huu, katika dunia, katika neno hilo, katika kila kitu, kwa jinsi ya uwepo wake. Kinachokufanya wewe uwe hapo
ni hiyo mwonekano wa sura ulio nayo, ambayo ndiyo iliyo kila sababu ya wewe kuwa hapo, iliyo kila sababu inayokufanya wewe uwepo. Kwa hiyo upo katika ndoa hiyo, upo katika dini hiyo, upo katika dunia, upo katika mbingu, upo katika kila neno, upo katika kila dini, upo katika kila dhehebu, upo katika kila chochote kwa jina la uwepo wake, kwa kuwa kunayo kila sababu ya wewe kuwa hapo, ya wewe kuwepo katika jinsi ya mwonekano wa sura ulio nayo, ikimaanisha sura ulio nayo kwa jina hilo ndio kila sababu, ndio mwonekano wa kila sababu unaokufanya wewe uendelee kuwepo hapo. Kwa hiyo si baadhi tu ya sababu ambazo ndio zinazokufanya uwe hapo, ila ni kila sababu. Ikimaanisha mwonekano wako ulionao huo ndio sura ya kila sababu ambayo inayokufanya wewe uwe hapo. Si sababu ya dini hiyo tu, si sababu ya mume huyo tu, si sababu ya kabila hilo tu, si sababu ya taifa hilo tu, bali kila sababu ndio inayokufanya uwepo hapo. Ikimaanisha kwamba popote ulipo, hakuna chochote kilichokuacha, hakuna sababu yoyote iliyokuacha na kusema wewe unatosha kuwepo kwa baadhi tu ya sababu, bali bado upo kwa kila sababu ambayo ndio inayokufanya uwe hapo. Haijalishi yule yuko vipi, dini ile iko vipi, kabila lile liko vipi, sababu ile iko vipi, lakini chochote kile, sababu yoyote ile haijakuacha.
nawe ukasema sasa wewe ni wa kabila lako tu. Wewe upo hapo kwa sababu ya kabila lako tu. Upo hapo kwa sababu ya afya tu. Upo hapo kwa sababu ya taifa hilo tu. Upo hapo kwa sababu ya mkoa huo tu. Upo hapo kwa sababu ya mume wako tu. Upo hapo kwa sababu ya mzazi wako tu. Ila upo hapo kwa kila sababu ambayo ndio pekee inayokufanya uwe hapo. Hata sasa uwepo. Ndio. Wewe ndiye ushahidi wa ulimwengu wote. Wewe ndiye uponyaji wa ulimwengu. Wewe ndiye uliye utajiri wa ulimwengu. Wewe ndiye uliye uzao wa ulimwengu. Wewe ndiye uliye amani ya ulimwengu. Wewe ndiye uliye utulivu unaohitajika katika ulimwengu wote. Wewe ndiye uliye chakula kinachohitajika katika ulimwengu wote, ikimaanisha wewe ndiye chochote kinachohitajika katika ulimwengu wote, ikimaanisha katika chochote kilichopo kwenye ndoa hiyo. Ndiye chakula ya ndoa hiyo, ndio uponyaji wa ndoa hiyo, ndio muujiza wa ndoa hiyo, kwenye kabila hilo, kwenye taifa hilo, kwenye dini hiyo, kwenye kila dini, kwenye kila ulimwengu, kwenye kila taifa, katika dunia, katika kila silika. Wewe ndiye uliye kila sababu ya chochote unachokitazama, ya chochote unachokiona. Ndio, unaweza ukajitazama hivyo na ukajiona sio kitu, ni mama ntilie tu katika kibanda hicho, lakini upo hapo kwa kuwa kuna kila sababu inayokufanya uwepo hapo. Kuwa mama ntilie ndio uponyaji, ndio afya, ndio muujiza, ndio utajiri wa ulimwengu, ndio kila kitu, uzao wa ulimwengu, pasipo kujalisha ni wapi. Tazama, huyo amekuja, amekula chakula hapo, amepata uponyaji wa afya yake, afya ya uzazi wake, afya ya viungo vyake, afya ya akili yake, afya ya mawazo yake, afya ya kila kitu, kwenye jambo moja tu, kwenye jinsi vile tu hapo ulipo, hivyo ulivyo katika sura hiyo ya umama ntilie, katika muonekano
wa jinsi ya sura ulionayo kwa jina hilo. Imezaa kila sababu, ina mwonekano wa kila sababu. Ndio ni huyo mmoja amekula tu chakula, amepata shibe, amepata mawazo, amepata uponyaji, amepata baraka, amepata nguvu, amepata utajiri, amepata uzao, amepata kila kitu katika jinsi ya wewe mwonekano wa sura hiyo moja kwa jina hilo moja. Haikujalisha ni dini gani, ni dhehebu gani, ni kabila gani, ni sirika gani, ni kitu gani, ni nini, ila chochote kimepata kuwepo katika jinsi ya uwepo wako hapo ulipo. Ndio maana kwa maana moja, ulipo hapo wewe ndiye uliye sababu ya ulimwengu wote kuwepo, wa kila kitu kuwepo, ambayo hiyo sababu ndiyo sura ya kila sababu inayokufanya wewe hata sasa uwepo hapo ulipo. Na si wewe uwepo tu hapo ulipo, bali uwepo katika pumziko au raha. Kwa kuwa kunayo kila sababu inayokufanya uwe hapo. Kwani kukipotea sababu yoyote ile, ndio pumziko hutoweka. Lakini hapo jinsi ulivyo hapo, kunayo kila sababu wewe kuwa hapo, ikimaanisha muonekano huu ulionao mmoja kwa jinsi na jina moja ndio muonekano wa kila sababu inayokufanya wewe uwe hapo. Jinsi ulivyo hapo ndio uponyaji, ndio shibe, ndio mafanikio, ndio uzao, ndio amani, ndio ushuhuda, ndio ushahidi, ndio kila kitu, kila sababu kwa jinsi ya muonekano wake, na kufanya yoyote anayekuwa na wewe, anayekutazama hapo, kukutana, kuipata kila sababu ya hitaji lake. Ndio ni wewe mama ntili yetu hapo ulipo, huyo
anayekuja kula chakula hapo ulipo. Anakutana na kila sababu katika umamantilie wa chakula hicho. Hapo hapo katika chakula hicho amepata shibe, amepata uzao wa nguvu zake za mwili, amepata akili, amepata ufahamu, amepata utajiri wa mwili, amepata utajiri wa mawazo. Na ndio maana popote ameshiba, anakokwenda amepata mke, anapata mume, anapata watoto, anapata kila kitu, anakuwa na kila kitu akiwa katika shibe ya chakula tu hicho unachomhudumia, ya muonekano wa umamantilie huu wa huduma unaomhudumia kwa kuonekana kwako tu huko. Na ndio maana nimekwambia hata sasa hapo ulipo unayo kila sababu inayokufanya wewe uwe hapo, na si baadhi ya sababu tu, kwa kuwa jinsi ulivyo hapo unagusa kila kitu, unagusa kila sababu, kila dini, kila dhehebu, kila neno, kila mwonekano, kila jinsi, kila chochote kwa mwonekano wa jina husika, na kufanya popote pale ulipo uwepo kwa sababu, uwepo kwa kila sababu, uwepo kwa kila chochote kilichopo. Ikimaanisha mwonekano wa sura wa jina hilo ulilonalo moja ndio sura ya kila sababu, ikimaanisha kila sababu ni sura ya mwonekano wa jinsi ulivyo hapo. Mzazi, taifa, utajiri, mafanikio, uponyaji, muujiza, taifa, ndoa, mume, mke, kila neno, kila jina, dini, dhehebu lile, kila dini, kila dhehebu, uwepo wa chochote kile ni sura ya jina lako wewe hapo ulipo, ni sura ya mwonekano wa jina lako hapo ulipo, popote pale ulipo, kwa kuwa jinsi ya mwonekano wa sura ulionayo hapo ulipo ndio iliyo kila sababu ambayo ndiyo iliyokufanya wewe uwe hapo. Kwa hiyo upo hapo kwa kila sababu iliyokufanya uwe hapo, na chochote popote pale kilipo, kwa kufikiri, kwa kuzani, kwa kuona, kwa kukitazama kilichokizunguka ni sura ya sababu ya jina lako, ni sura ya sababu kamili ya jina lako. Na hicho chochote popote pale
ndiyo pumziko lako, ndiyo raha yako, ikimaanisha kwamba popote pale ulipo, kwa kuwa wewe ndiye kila sababu, mwonekano ulionao huo ndio kila sababu iliyokufanya wewe uwe hapo. Popote ulipo, wewe upo katika pumziko. Ulivyo hivyo ndio pumziko, yani raha ya uwepo wako hapo ulipo. Basi popote pale ulipo, pokea sura ya jina lako, sura ya sababu ya maisha yako. Pokea baba yako, pokea baba wa jina lako, pokea uzao wa jina lako, pokea uponyaji wa jina lako, pokea matajiri wa sababu ya kuishi kwako, pokea mafanikio iliyo ni sababu ya kuishi kwako, pokea uponyaji ulio ni sababu ya kuishi kwako, pokea viungo vilivyo ni sababu ya kuishi kwako, pokea mafanikio, hekima, taifa, mume, mke, watoto, dini, dhehebu. Pokea mafanikio, pokea utajiri, pokea sura yoyote iliyo sababu ya wewe kuishi hapo. Pokea muujiza wa sababu ya kuishi kwako, pokea mafanikio ya sababu ya kuishi kwako. Pokea viungo vipya, umepokea viungo vipya, umepokea utajiri mpya, umepokea moyo mpya, umepokea figo mpya, umepokea moyo mpya, umepokea seli za damu zako mpya, umepokea kinga mpya, umepokea taifa jipya, umepokea sura ya jina lako la uwepo wako hapo popote pale ulipo. Pokea mafanikio, pokea utajiri, umepokea kizazi kipya, umepokea mafanikio, umepokea mifupa mipya, umepokea nyumba mpya, umepokea kazi, umepokea kila chochote kilicho ni sababu, kilicho sura ya sababu ya jina lako wewe kuwepo katika pumziko, yani raha. Pokea, na imekuwa hapo ndipo.